Karibu katika maombi ya kesha la usiku. Ni furaha yangu kuwa pamoja nawe katika mkesha usiku wa leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa pamoja nasi tangu asubuhi, mchana na hata usiku wa leo. Hongera kwa kufanya maamuzi mazuri ya kutamani uwepo wa Mungu uwe pamoja nawe usiku wa leo. Unapoweka maombi, mahubiri, nyimbo za maabudu na wakati huo unalala au unakuwa kwenye wakati wa maombi, inakusogeza na kutia nguvu mahali ambapo ungechoka ukiwa peke yako, unasikia kuna nguvu inakutia nguvu. Na ninakusihi, jiwekee utaratibu wakati wa kulala, weka maombi ya kusindikiza taratibu. Nunua hata redio ndogo ya Bluetooth, weka maombi kwenye memory card au flash, yaweke tu na nyimbo za maabudu, yaweke tu usiku yaendelee kukutia moyo. Utajikuta unahudumiwa kirahisi na nguvu ya Mungu kuliko kulala kimya kimya au kutokuwa na sauti yoyote ambayo inakuhimiza katika imani. Sauti hii inakusukuma uingie kwenye maombi. Sauti hii inakuambia kwamba ni wakati wa kuingia kwenye maombi. Nami niko pamoja nawe kukesha nawe katika maombi ya usiku wa leo. Tunao maandiko matakatifu yanayotuonyesha na yanatupa hima au yanatupa mkazo ya kwamba ni muhimu na ni vizuri kufanya maombi ya makesha ili tuweze kumwona Bwana na tuweze kutana na Bwana kwa njia ya imani. Biblia inasema nasi vizuri sana kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 41. Mungu akikupa neema, ni vizuri ukapata Biblia, ukapata na daftari, ukawa unasoma Biblia, unaandika, unapitia. Hii itakusaidia kumkaribia Mungu zaidi. Jitahidi sana, kama una Biblia hard copy au Biblia ya kuishika mkononi, basi Mungu akupe neema, tafuta Biblia kuishika mkononi. Kadri miaka inavyozidi kwenda, Biblia zitakuwa adimu, kwa sababu adui ametafuta namna ya kutufanya tuwe tegemezi kuliko kujitegemea wenyewe. Basi Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 26 mstari wa 41. Anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Hii inaonyesha wazi ya kwamba roho zetu zinataka kuomba. Kila roho ya kila mmoja inataka kuomba. Roho yako inataka ibada. Na ndio maana ukinyima roho yako ibada, shetani atakufanyisha ibada. Ndio maana ukinyima roho yako ibada, utakuta nguvu za giza zinakufuatilia, kwa sababu roho yako inahitaji chakula. Roho yako inahitaji kukua. Roho yako inahitaji kuzungumza katika ulimwengu wa roho. Kama vile mwili unahitaji uoge, unahitaji ule, unahitaji uvalishwe nguo, roho yako vivyo hivyo nayo ina maisha yake katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo imani inatuambia kwamba tunapokesha na kuomba, yaani unapofanya makesha na kuomba, unazuia majaribu yasiingie kwenye maisha yako. Hii ilikuwa ni tabia Bwana Yesu, kuingia mlimani na kuomba. Kitabu cha Injili ya Luka sura 6 mstari wa 12. Ikawa siku zile alitoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Imani inatuambia kwamba Yesu alikuwa ni mtu wa maombi alipokuwa duniani. Alikuwa anaweza kujitenga na kupata faraga kuomba. Na wewe pia usiku wa leo umepata faraga maombi. Jitahidi kuomba. Mwili wakati mwingine unakataa, jilazimishe. Mwili wakati mwingine unasema kwamba mimi siwezi kuomba, jilazimishe. Kuna mwingine hata kinywa chako hakijui kuomba. Kadri utakapokuwa unafuata maombi mara kwa mara, kadri utakapokuwa unaomba mara kwa mara, utaona Mungu anakupa wepesi wa kuomba. Maneno ya kutamka utaanza kuyapata, utaanza kupata ujasiri. Jiamini, omba, jikabidhi mbele za Mungu. Kamata usiku wa leo, uambie usiku wa leo unataka uwaje, yapeleke mahitaji yako, haja ya moyo wako, omba. Niliwahi wafundisha watu wengine kwamba wakati mwingine unaandaa hata madhabahu nyumbani kwako. Unaandaa sehemu, unaweka stuli mahali hapo au kiti, alafu unaweka Biblia yako, unaweka hata na sehemu ya kutolea sadaka, unaweka mazingira mazuri, unaandaa mahali pa kupigia magoti, unakuwa unaomba mahali hapo. Inakuwa ni madhabahu yako ya nyumbani. Na kuhakikishia utamuona Mungu kila itopo leo. Mungu anatafutwa. Yaani Biblia inasema kwamba tafuteni kwa bidii, tumtafute Mungu kwa bidii, tutafute ufalme wa Mungu kwa bidii. Kwa hiyo Mungu anatafuta. Mungu anatafutwa. Ni vizuri kujua kwamba Mungu anatafutwa, na wale wamtafutao Bwana ndio watakaomuona. Kwa hiyo jitahidi kumtafuta Bwana. Jitahidi kuutafuta ufalme wa Mungu. Mtafute Bwana. Ili uweze kumuona Mungu lazima umtafute. Ili uweze kuona Mungu akikuhudumia, lazima ujitahidi kumtafuta kwa gharama yoyote ile. Wale wanaomtafuta Bwana, wale wanaomtafuta Bwana, yaani kila ambaye anamtafuta Bwana ndiye ambaye anamuona. Lakini kama hutaki kumtafuta, huwezi muona. Kama hutaki kujitesa kwa ajili ya kutafuta ufalme wake, huwezi kumuona. Jitahidi kumtafuta Bwana. Jitahidi kumtafuta Bwana kwa juhudi zote. Jitahidi kwa namna yote ile.
Biblia inasema hivi kwenye kile kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa kila ambaye anamtafuta Bwana, Mungu ameweka thawabu kwa ajili yake. Nami nakuombea Mungu akupe thawabu kwa vile umejitoa na kumtafuta. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, muwe na kiasi na kukesha. Anasema kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba aungurumaye, huzunguka akitafuta mtu ammeze. Mungu akusaidie uwe salama kwa jina la Yesu. Unahitaji kuwa na kiasi na kukesha. Kesha kwa maombi. Kesha kwa maombi. Mungu atakusaidia. Basi tuingie kwenye maombi ya makesha sasa. Anza kwa sifa na kumtukuza Mungu. Mshukuru Mungu, mtukuze Mungu. Jitie nguvu. Unapomsifia Mungu, usianze kupeleka mahitaji yako tu. Anza kumtukuza Mungu. Anza kumwambia Mungu, unaweza, unatosha, wewe ni wa muhimu kwenye maisha yangu, nakupenda, wewe ni wa thamani. Mpe Mungu sifa na utukufu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kesha la usiku wa leo. Nakuja mbele zako pamoja na mpendwa huyu. Tumekuja kukuomba Mungu. Tunakujua kwamba unatenda mambo makubwa. Hata sasa Bwana tunasema asante, maana umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi, mchana na hata usiku wa leo. Tunakushukuru Mungu, tumekuona ukitulinda, ukitupigania. Niwe Mungu umetupatia riziki. Niwe Mungu umetuepusha na ajali ile. Niwe Mungu umetutetea. Niwe Mungu umetupigania. Tumekuja mbele zako kukurudishia heshima na utukufu, tukitambua kwamba Mungu umehusika kwenye maisha yetu. Hatujakamilika kama wanadamu. Ni mengi tumekosea, ni mengi tumejikwaa. Tumekuja mbele zako Bwana tukiomba rehema, tukiomba msamaha. Umesema wewe ni Mungu mwingi wa rehema, unawasamehe maelfu kwa maelfu wale wanaokujilia. Nasi tumekuja mbele zako Bwana tukishuka na kunyenyekea. Tumekosea katika mengi. Mungu, tunatubu kwa ajili yetu, tunatubu kwa ajili ya watoto wetu, tunatubu kwa ajili ya wenza wetu, tunatubu kwa ajili ya ndugu zetu, wazazi wetu, tunatubu kwa ajili ya watu wa karibu yetu, tunatubu kwa ajili ya kila ambalo Bwana umeliweka kwenye maisha yetu, pengine limekukosea na likazuia hata sisi kupokea baraka zako na kufunguliwa. Baba, tunaomba rehema zako siku ya leo. Tunatubu Bwana na kuungama, tunanyenyekea mbele zako Baba, tunaomba msamaha wako. Endelea kuomba rehema. Omba rehema mbele za Mungu. Omba rehema kwa ajili yako. Kama una watoto, ombea rehema. Biblia inasema kwamba Ayubu alitoa sadaka kwa kusema kwamba pengine watoto wangu wametenda dhambi bila mimi kujua. Mwambie Mungu, naomba rehema kwa ajili ya wazazi wangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya chochote kile kwenye maisha yangu. Omba rehema tu. Mungu ni mwingi wa rehema, anatusamehe. Mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akutakase, mwambie Mungu akuhurumie, mwambie Mungu akuoshe katika jina la Yesu. Baba, tusamehe, Baba tuhurumie. Tunakuomba kwenye kesha la usiku wa leo, tunaomba huruma yako, tunaomba msamaha wako kwa jina la Yesu. Hata wakati huu Mungu tunasema asante kwa sababu usiku wa leo utaenda kuonekana. Asante kwa sababu umetenda mambo makubwa kama ulivyotutendea katika yale mambo mengine. Tunaamini hata kwenye haya unaenda kutusaidia, tunaamini hata kwenye haya unaenda kututetea. Nami nalifungua anga la maombi, naondoa kila uzito wa kesha, naondoa kila uzito wa maombi, kila pepo wa uzito toka kwa jina la Yesu. Toka kila uzito, toka kila uzito. Ewe Ibilisi unayejiinua ili kuzuia maombi, ili kuzuia kuomba kwetu, tunafungua anga la kwanza, la pili, la tatu, lote tunalifungua. Tunaondoa kila uzito wa anga, tunaondoa kila wakuu wa anga wanaosimama na kuzuia maombi. Kila mkuu wa anga ambaye anatawala mahali hapa, kila mkuu wa anga anayetawala nyumba yako, kila mkuu wa anga anaotawala eneo hilo, tunampiga shindo kwa jina la Yesu. Njia zao zikawe kiza na utelezi. Wale maadui wanaofuatilia maombi yako, wanaohesabu nini unachokiomba, wanaotafutiza anguke mahali ujikwae, tunakemea na kusambaratisha. Vunja kila utawala wa giza, vunja kila wafalme wa kipepo, wale wakuu wao, wale mawakala wao waliotuma kwako, tunakemea kwa jina la Yesu. Iwe ni wadudu, iwe ni wanyama, iwe ni chochote kile ambacho huwa kinakuja kuanga kwenye nyumba yako, kishindwe kwa jina la Yesu, kishindwe kwa jina la Yesu. Tunapiga na kuharibu usiku wa leo kila nguvu za giza, yawe ni mapaka, ziwe ni mbwa, ziwe ni kunguru, ziwe ni mwewe, ziwe ni chochote kile kinapiga kelele, iwe ni bundi, tunavunja na kuharibu katika jina la Yesu. Roho za mapopo toka kwa jina la Yesu. Kila wanga wanaokujilia kwako, ayo mapaka yashughulikiwe kwa jina la Yesu. Na vunja kila maajenti wanaokuja kuchukua taarifa za maombi, washindwe kwa jina la Yesu, washindwe kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza, kila hofu ya usiku, mandoto mabaya, kukosa usingizi, kukosa amani, toka kwa jina la Yesu. Achia usingizi wa mtu huyu, achia amani ya mtu huyu kuanzia sasa na kufungua mahali ulipo. Naponisikia na achilia malaika
wakujirie. Malaika wa Bwana wawe juu yako. Malaika wa Bwana wakutetee. Malaika wa Bwana wakupiganie. Malaika wa Bwana wawe upande wako katika jina la Yesu. Na vunja na kupiga kila nguvu za giza. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kila nguvu za giza. Toeka kila nguvu za giza na zisambaratisha, zishindwe kwa jina la Yesu. Anga lako la makesha liwe wazi. Anga lako la kuomba liwe wazi. Nami sasa na kuombea, pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Mwalike Roho Mtakatifu sasa kwenye maombi yako. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu. Roho wa maombi, roho wa maombi yaingie ndani yako. Maana imeandikwa kadhalika Roho naye hutusaidia madhaifu yetu, kwa kuwa anajua kuomba vizuri, tena kwa kuugua kisivyoweza kutamkwa, isivyoweza kutamkika. Roho Mtakatifu anatusaidia. Mpokee Roho Mtakatifu sasa. Yuko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Yuko tayari kwa ajili ya kukuhudumia. Maana yeye ni mwalimu. Maana yeye anatukumbusha, yeye anatuongoza. Mpokee Roho Mtakatifu. Pokea roho ya maombi. Pokea roho ya maombi. Pokea roho ya maombi. Pokea roho ya maombi. Kila vizuizi vishindwe. Vizuizi vya mwili, vizuizi vya kinywa, kukosa maneno ya kuomba, kupiga miayo tu, kusikia uchovu, kusikia kuchoka, na kemea kwa jina la Yesu. Mandoto mabaya na kemea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuomba. Pokea kwa imani kwenye makesha leo. Pokea kwa imani, pokea kwa imani makesha ya maombi. Pokea nguvu ya kuomba. Roho Mtakatifu akusaidie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia nguvu ya kuomba, na achilia nguvu ya kuomba. Pokea nguvu ya kuomba, pokea nguvu ya kuomba, pokea nguvu ya kuomba, pokea nguvu ya kuomba. Hapo ulipo, ipo neema sahihi, ipo neema Roho Mtakatifu inapita iwe kwako kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya maombi, pokea nguvu ya kuomba, pokea uwepo wa maombi katika jina la Yesu. Kila uzito nimeukemea, kila roho chafu nimezikemea na kutabiria. Pokea nguvu ya kuomba, pokea nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu. Uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Roho Mtakatifu uwe juu yako sasa. Roho wa Mungu akujirie. Omba kwa roho, omba kwa roho wa Mungu, omba kwa roho wa Mungu, omba kwa roho wa Mungu, omba kwa roho, omba kwa roho, omba kwa roho, omba kwa roho, omba kwa roho. Roho akusaidie, roho akutetee, roho akutetee katika jina la Yesu na kuombea. Neema Bwana ikusaidie, neema Bwana ikuinue, neema Bwana ikutetee, neema Bwana ikusaidie katika jina la Yesu. Kuna mahitaji yako ambayo ulitamani kuyaombea, ni wakati huu Roho Mtakatifu yuko tayari kuungana pamoja nawe katika maombi. Peleka mahitaji yako sasa. Kuna jambo ulisema nataka niliombee, kuna vitu ulisema nataka niviombee, kuna watu walisema uwaombee, kuna mtu akasema unikumbuke kwa maombi. Ni wakati huu wa kumuinua mbele za Bwana, ni wakati huu wa kumuombea sasa. Msogeze tu mbele za Bwana, msogeze tu mbele za Bwana. Kuna ndugu zako, kuna mahitaji yako, kuna vitu ulisema nitaviombea, nami nakuombea Mungu akusaidie. Kama unavyoendelea kuomba, hautupi maombi yako bure, yataenda kukuletea majibu, yataenda kukuletea matokeo katika jina la Yesu. Ninakuombea maombi yako yasiende bure, ninakuombea maombi yako yasiende bure katika makesha usiku wa leo. Na yaombea maombi yako yapate kibali mbele za Bwana, maombi yako yapate kibali mbele za Bwana, kuomba kwako kupate kibali mbele za Bwana. Kila hitaji unaolipeleka saa hii mbele za Bwana lipate kibali katika jina la Yesu. Na kusogeza kwenye mlima wa maombi, sogea kwenye mlima wa maombi, sogea kwenye mlima wa maombi, zama tu kwenye maombi, zama tu kwenye maombi. Kama kuna vitu vya kuvunja vunja, kama kuna vitu vya kuharibu haribu, kama kuna vitu vya kuita na kuvitengeneza na kuviatamia, viatamie tu. Mwambie Bwana asikie kuomba kwako, asikie dua yako, asikie sala zako, na kuinua mbele za Bwana. Kila mpango wa muovu ushindwe kwa jina la Yesu na ukemea. Toeka kwa jina la Yesu kila mpango wa giza, hauna mamlaka. Kila hofu na mashambulizi hayana mamlaka. Endelea kuomba, Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu. Uwepo wa Bwana wa kuomba uendelee kwa juu yako. Endelea kuomba. Uko wapi wana maombi? Uko wapi mwana maombi? Omba mwana maombi, omba kwa imani, omba kwa imani, jitie nguvu, omba kwa imani, jitie nguvu. Nataka na wewe uombe, nataka na wewe uombe kwenye kesha hili, nataka na wewe uombe. Omba, kata uzito, roho ya uzito sikuvamie, vazi la uzito sikuvamie. Endelea kuomba, Roho wa Mungu yuko pamoja nawe, anakusaidia kwenye kesha hili, anakuwezesha, anakutia nguvu. Mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya maombi, mafuta maombi, mafuta maombi yamiminike kwako, yamiminike kwako. Roho wa Mungu akukumbushe, akufahamishe, akufunulie siri, akufunulie mambo makubwa, akuonyeshe vitu vikubwa. Roho wa Mungu, roho wa maombi, roho wa maombi, pokea mahali ulipo. Mungu akusaidie, Mungu akupe neema. Ninakuombea kwa jina la Yesu, ninakufungua kwa jina la Yesu. Kila hitaji lako Mungu alikumbuke, Mungu alipokee, Mungu apokee hitaji lako, Mungu apokee haja moyo wako. Hiyo unaosema Mungu nisaidie, hiyo unaosema Mungu kutana na hitaji langu, Mungu akutane nayo katika jina la Yesu. Na kuombea kwenye kesha hili, na kuombea kwenye mkesha huu, Mungu akutane nawe katika jina la Yesu. Pokea neema, pokea nguvu ya kuomba katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Kwa sababu ya muda mimi nitaishia hapa, lakini haina maana wewe uishie hapa. Wewe endelea kuomba,
kwa kadiri wa Mungu anavyokutia nguvu, anavyokuongoza. Nimekusogeza mpaka hapa, endelea na kesha la maombi. Endelea na kesha la maombi. Kama unashindwa kuomba, weka playlist ya maombi. Baada ya maombi haya yaje maombi mengine, yaje maombi mengine, yaweke tu, yaendelee kuomba, endelee kuomba pamoja na wewe. Utaenda kuona Mungu anakusaidia. Mungu akutie nguvu, Mungu akupe neema. Usiku wa leo nimeukamata ukawe ni usiku mzuri kwako, ukawe ni usiku wa baraka zako, ukawe ni usiku wa mipenyo yako, ukawe ni usiku wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Ukavuke kila vikwazo, ukavuke kila vikwazo katika jina la Yesu. Neema Bwana iwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe. Ninaamini Mungu atakusaidia, atakutia nguvu, atakuvusha kwenye kila ambalo unaona unahitaji msaada wake. Unahitaji kuendelea kuomba zaidi? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Nipe ushuhuda, au unahitaji uniletee mahitaji yako mengine, basi niletee kwa namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Lakini unahitaji kusindikiza kesha lako na sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu wa mbinguni akubariki, kutende mema, uwe na kesha zuri. Mungu akubariki na uwe na wakati mzuri.